Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa, watu wa Mungu. Ni wakati mwingine tena, wakati ambapo tunayo furaha kubwa ya kusogea katika kujifunza neno la Mungu, kupata wakati mwema wa kusoma neno la Mungu. Na siku hii ya leo tunapita kusoma katika kitabu hiki cha Kutoka sura ya 16. Ni somo ambalo litatutia nguvu sana katika swala zima la kujifunza matendo makuu ya Mungu. Kwa sababu gani tunataka tujifunze mambo haya? Ni kwa sababu haya mambo yanapaswa yatutie nguvu nasi leo katika imani, ili tuzidi kufahamu ya kwamba Mungu anatenda na Mungu anaweza kutupa baraka pindi tu tunapomwamini. Sasa watu wa Mungu, katika siku hii ya leo hatutaacha kupitia mistari kadhaa, hii mistari 36 pekee ya kitabu hiki cha Kutoka sura hii ya 16. Kabla ya kufanya hivyo, tumkabidhi Roho wa Mungu awe pamoja nasi kwa njia ya sala. Baba yetu na Mungu wetu unayeishi mbinguni, tunalitukuza na kulisifu jina lako sasa na hata milele. Tunakukaribisha katika wakati huu uweze kukaa pamoja nasi tunapojifunza neno lako. Tupe usikivu mwema tuweze kulitambua neno lako linasema nini. Hatimaye tuweze kuishi maisha ambayo yanastahili sisi kuyaishi, na maisha yetu ya kiroho yaende kubadilisha maisha yetu ya kimwili. Tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Karibu msikilizaji katika usomaji wa Biblia. Kisha wakasafiri kutoka Elimu, na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikilia bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai, siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukawanung'unikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakawaambia, laiti tungali kufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hii, ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Kisha itakuwa siku ya 6 ya kwamba watayaandaa hayo watakayoleta ndani, nayo yatakuwa ni mara 2 kuliko wayaokotayo kila siku. Musa na Haruni wakawaambia wana wa Israeli, jioni ndipo mtakapojua ya kuwa Bwana amewaleta kutoka nchi ya Misri, na asubuhi ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana, kwa kuwa yeye asikia manung'uniko yenu mliomnung'unikia Bwana, na sisi tuna ni hata mkatunung'unikia? Musa akasema, ndilo litakalokuwa hapo Bwana atakapowapa nyama wakati wa jioni mle, na asubuhi mikate hata mkakinai. Kwa kuwa Bwana asikia manung'uniko yenu mliomnung'unikia yeye, na sisi tu nani? Manung'uniko yenu hayakuwa juu yetu sisi, ila juu ya Bwana. Musa akamwambia Haruni, haya, sema na mkutano wote wa wana wa Israeli, njooni karibu mbele ya Bwana, kwa kuwa yeye ameasikia manung'uniko yenu.
Ilikuwa Haruni aliponena na huo mkutano wote wa wana wa Israeli, wakaangalia upande wa bara, na tazama, utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Bwana akasema na Musa akinena, nimeyasikia manung'uniko ya wana wa Israeli. Haya, sema nao ukinena, wakati wa jioni mtakula nyama, na wakati wa asubuhi mtashiba mkate. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ikawa wakati wa jioni, kware wakakaribia, wakakifunikiza kituo, na wakati wa asubuhi umande ulikuwa juu ya nchi pande zote za kituo. Na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya nchi, kumbe juu ya uso wa bara kitu kidogo kilichoviringika, kidogo kama si kitu juu ya nchi, kilichoviringika kama sa kitu juu ya nchi. Wana wa Israeli walipokiona wakaambiana, ni nini hiki? Maana hawakujua ni kitu gani. Musa akawaambia, ndio mkate ambao Bwana amewapa ninyi mle. Neno hili ndilo aliloagiza Bwana, okoteni ninyi kitu hicho kila mtu kama ulaji wake ulivyo, kichwa pishi kama hesabu ya watu wenu ilivyo, ndivyo mtakavyotwaa kila mtu kwa ajili ya hao walioko hemani mwake. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota, wengine zaidi, wengine kupungua. Nao walipoipima kwa pishi, yeye aliyekuwa ameokota kingi hakubakiwa na kitu, na yeye aliyekuwa ameokota kichache hakupungukiwa. Wakaokota kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Musa akawaambia, mtu awaye yote asikisaze hata asubuhi. Lakini hawakumsikiliza Musa. Wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi, nacho kikaingia mabuu na kutoa uvundo. Musa akawakasirikia sana. Basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Na hapo jua lilipokuwa ni kali, kikayeyuka. Basi ikawa siku ya 6, wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi 2. Na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. Akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia jiwekeeni, kilindwe hata asubuhi. Basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyowaagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Musa akasema, haya, kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana. Leo hamtakiona nje barani. Siku 6 mtaokota, lakini siku ya 7 ni sabato, siku hiyo hakitapatikana. Ikawa siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kukiokota wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato. Kwa sababu hii huwapa siku ya 6 chakula cha siku 2. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya 7. Basi hao watu wakapumzika kwa siku 7. Na nyumba ya Israeli wakakiita jina lake mana, nacho kilikuwa mfano wa chembe za mtama nyeupe
na tamu yake ilikuwa kama tamu ya maandazi membamba yaliyoandaliwa kwa asali. Musa akasema, hili ni neno Bwana aliloliamuru. Pishi moja ya kitu hicho na kiwekwe kwa ajili ya vizazi vyenu, ili kwamba wao wapate kukiona kile chakula kilichowalisha ninyi barani, hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri. Basi Musa akamwambia Haruni, twaa kopo ukatie pishi moja ya hiyo mana ndani yake, uiweke mbele ya Bwana, ilindwe kwa ajili ya vizazi vyenu. Kama vile Bwana alivyomwagizia Musa, ndivyo Haruni alivyoiweka hapo mbele ya ushahidi ili ilindwe. Na wana wa Israeli walikula mana muda wa miaka 40 hata walipofikilia nchi iliyo na watu. Wakala ile mana hata walipofikilia mipakani mwa nchi ya Kanaani. Hiyo omeri ni sehemu 10 ya efa. Msikilizaji, baada ya kusoma katika sura hii ya 16, katika sura hii kuna neno ambalo Mungu analinena. Anasema kuna kitu ninataka niwape kwa ajili ya kutazama kwamba je, mtazishika sheria zangu? Kuna watu wanalalamika kwamba hawana hiki, hawana hiki. Wanamlalamikia Musa kwamba hawana chakula. Wanasema ni bora tungebaki kule, hata tungefia kule. Lakini sio kwa hili jambo ambalo ulilotutoa kule na kutuleta hapa. Unataka sasa sisi tufe? Sasa Mungu anamwambia, nitawaletea chakula mle, nione kama mtanitii. Mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Katika mstari ule wa 4 anasema, nataka niwape niwajaribu kama je, wakila wakishiba watanitii. Msikilizaji, inawezekana kuna kitu ambacho Mungu amekupa, kuna mali ambayo Mungu amekupa, lakini pasipo kujua hiyo mali Mungu amekupa kwa ajili ya kukupima tu imani yako. Anasema ulikuwa unalalamika, hupati fedha, hupati hili, Mungu anavikupa hivyo vitu. Alafu akisha kupa, kumbe wewe hujui kwamba anakupa ili akupime. Katika Kutoka 16 mstari wa 4 anasema, ninawapa chakula wale washibe ili nione kwamba je, watanitii au bado wataendeleza kelele. Inawezekana kelele zao hizi sio kwa sababu tu ya chakula, kwamba wamekosa chakula, lakini kelele zao hizi ni kwa sababu ni tabia yao ya kutokutii. Sasa ninataka niwape chakula washibe, alafu nione kwamba je, watanitii. Msikilizaji, hebu tazama vitu ambavyo unavyovimiliki. Inawezekana Mungu amekupa ili kukupima kwamba unamtii au vipi. Na pale atakapogundua kwamba bado unaendelea kutokutii, ndipo ambapo unapata adhabu ya wana wa Israeli. Kizazi chao chote kilichotoka Misri kilifia njiani na kilishindwa kuingia Kanaani kwa sababu ya kunung'unika na kutokutii. Wanashindwa kutii japokuwa walikula wameshiba, lakini bado walishindwa kuitii sauti ya Mungu. Msikilizaji, ningekuomba sana uweze kuondoka na huu mstari uwe ni tafakari kubwa sana. Katika Kutoka hii 16 mstari wa 4, hebu utafakari zaidi kwamba Mungu anakupima katika sehemu gani? Mungu anakupima katika jambo gani? Katika jina la Yesu Kristo na kuombea ujue kipimo ambacho Mungu anakupimia, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.